nirudieni mimi asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la kwanza, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya 21 hadi ile ya 28. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 20 hadi ya 26. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amonaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin, nakuambia, utoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, ambapo leo ni siku ya 10 toka pale ambapo tumeanza mfungo wetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi ambacho kinatualika tuwe watu wa sala, toba na kutenda matendo ya huruma. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, ukirudi nyuma katika sura na aya za nyuma kidogo, tulimwona Yesu anaendelea kuwafundisha wanafunzi wake, na katika sehemu ya mafundisho yake akiwafundisha wanafunzi na makutano, alifundisha juu ya chumvi ya ulimwengu, akiwaalika wanafunzi na makutano na sisi sote kuwa hiyo chumvi ya ulimwengu. Lakini pia anasisitiza ya kuwa hakuja kubadilisha sheria bali kuitimiza. Ndugu zangu, katika sehemu hii ya Injili tuliyosikia hivi punde, inatualika na kutufundisha dhima nyingi na mbalimbali. Moja ya dhima ambayo katika sehemu hii Yesu anatualika, ndugu zangu, ni juu ya uhusiano wetu na wenzetu. Uhusiano wetu pale ambapo unakuwa mzuri au mbaya, una athari au unaathiri mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Pale ambapo tuna mahusiano mabaya na wenzetu, basi tunakuwa tunajitenga na kujiweka mbali mwa baraka na huruma ya Mungu. Kumbe basi pale ambapo tunakuwa na mahusiano mazuri na wenzetu, hivyo basi tunakuwa pia na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Yesu anatualika kuwa na mahusiano mazuri na wenzetu, ili basi pale ambapo tutamtolea Mwenyezi Mungu sadaka yetu itaweza kupokelewa vyema. Kumbe tunaalikwa kuwa watu wa msamaha. Ndugu zangu, msamaha ni somo pana sana katika kuelezea
au kulifundisha. Na pale ambapo wawili au zaidi wanakusanyika, basi Mungu anakuwa katikati yao. Hivyo upendo unapaswa kutawala mkusanyiko huo. Hivyo ndivyo ambapo giza litaondoka, kutakuwa na mwanga. Kumbe basi pale ambapo kutakosekana uelewano kati ya watu hawa wawili, basi kutakuwa na giza, na hivyo tutaweza kujitenga mbali na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ukisoma Mathayo sura ya 18 aya 21 hadi 22, tunaona mfano wa baba anayesamehe. Kumbe basi katika sehemu hii tunaalikwa, ndugu zangu, kuwa watu wa msamaha. Pengine tumekuwa watu wa sala, watu wa toba, lakini tumeshindwa kuwasamehe wenzetu. Ni dhahiri na ukweli kwamba tunapitia changamoto nyingi, shida nyingi. Pengine wenzetu wametuumiza na kuwa na majeraha makubwa. Hivyo inatupelekea tusiweze kuwa watu wa msamaha, tusiweze kuwasamehe hao waliotukosea. Lakini pale ambapo tunapoenda mbele za Mwenyezi Mungu kumtolea maombi yetu, kumtolea sadaka yetu, inapaswa kutukumbusha kwamba tunapaswa kwanza kuwasamehe wale waliotukosea. Ndio maana mara kadhaa tunasali sala Baba Yetu ambayo inatualika pia tuwasamehe wale ambao wametukosea, ili basi sisi nasi tuweze kusamehewa dhambi zetu na makosa yetu na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi ndugu zangu, tutumie mfano huu mara kadhaa. Pengine tumeusikia. Kulikuwa na mwalimu ambaye aliwaambia wanafunzi kila mmoja aje na nyanya na aweke katika mfuko wake au katika begi lake. Na baada ya siku mbili wanafunzi wakamwambia mwalimu, nyanya hizi zinaanza kuharibika. Mwalimu akawaambia, endeleeni kuzihifadhi katika mabegi yenu. Baada ya siku 4 zile nyanya zilianza kuharibika na kuanza kunuka. Kumbe basi mfano huu ndugu zangu unatuonyesha ni jinsi gani pale ambapo tunapokuwa wagumu, tunaposhindwa kuwasamehe ndugu zetu waliotukosea, mioyo yetu inakuwa ni ya namna gani? Mioyo yetu inanuka, mioyo yetu inashindwa kupokea vitu vizuri, mioyo yetu itakosa marafiki, mioyo yetu itashindwa kunena mambo mazuri. Hivyo basi pale ambapo kuna harufu mbaya, pale ambapo kuna hali ya hewa ambayo sio rafiki, watu hawezi kukaa, watu hawezi kukusanyika. Kumbe basi pale ambapo tunakuwa wagumu, tunashindwa kuwasamehe ndugu zetu waliotukosea, mioyo yetu pengine inakuwa ya hali hiyo. Hivyo basi ndugu zangu, niwaalike siku ya leo kuwa watu wa msamaha, tuwasamehe wale ambao wametukosea. Katika sehemu pia ya maandiko haya matakatifu, katika aya ya 21 na 22, Yesu anasisitiza juu ya amri hii ya kuua na kuipeleka ndani zaidi katika mioyo yetu. Ndugu zangu, pengine mimi na wewe ndugu zangu hatuui kwa nadharia ya kawaida, hatuui pengine kwa kutumia panga, lakini ndugu zangu, mara kadhaa bila sisi kujua au kwa kujua, tumekuwa tukiwaua wenzetu kiroho. Tunaua wenzetu kiroho kwa maneno mabaya, tunawanenea wenzetu mabaya. Muda mwingine mzazi anamtamkia mtoto wake maneno mabaya, wewe ni mbwa, mbuzi. Sasa maneno haya yanakuwa yanamuua mtoto kiroho. Ni maneno ambayo hayamweki salama yule mtoto. Lakini pia pengine mimi na wewe tumekuwa tukiwadharau wenzetu, pengine tunawachukia. Pale ambapo tunakuwa na chuki juu ya mtu fulani, anakosa amani ya kiroho, anakosa amani katika moyo wake, tunawaua ndugu zetu kwa namna hiyo. Lakini pia pengine tunawaua wenzetu kwa kuona hawafai katika jamii na kuwadharau. Ndivyo ambavyo tunawaua wenzetu kiroho. Hivyo basi Yesu anatualika ndugu zangu kutokuua. Pale ambapo tunafanya kitendo hiki, moto huu karibu nasi, jehanamu inatusubiri. Ndugu zangu, tunapoendelea na mfungo wetu huu wa Kwaresma, tujiulize swali: je, tunaishi katika maisha yetu ya Kikristo kwa kufanya ibada ya nje tu au ya ndani inayompendeza Mwenyezi Mungu?
Ndugu zangu, ibada ya kweli ni ile ambayo inatoka katika mioyo yetu, inatoka katika roho zetu, ndipo ambapo tutaibadili na kuyaweka katika matendo. Hivyo basi tutaweza kuishi mfungo wetu huu wa Kwaresma vizuri, inayompendeza Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tumombe Mungu hasa katika kipindi hiki tunapoendelea kusali na kuomba toba. Tufanye toba ya kweli na kuwasamehe wale waliotukosea, ili basi pale ambapo tunatoa sadaka na tunaposali na kutoa maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu, maombi hayo na sadaka zetu Mungu aweze kuzipokea. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Mark Dismas Ibede wa shirika wa wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema